Na mtazamaji, sasa imebainika kwamba watu waliohusika na mauaji ya daktari wa akili Victoria Mutiso walikuwa wameahidiwa malipo ya shilingi milioni 1.5. Na ufichuzi huu sasa wa uchunguzi unaendelea kuhusiana na mauaji haya, pia ukiripoti kupatikana kwa gari jingine lililoiba kwenye ardhi tata iliyohusishwa na mauaji haya. Na kama Ben Kirui anavyotuarifu ni kwamba polisi bado wanatafuta maafisa wawili wa polisi waliohusishwa na mauaji hayo na ambao wako mafichoni. Msako wa maafisa wawili wa polisi waliochana mbuga baada ya kuhusishwa na mauaji ya daktari wa akili Victoria Mutiso ulishika kasi Jumamosi. Maafisa wakuu eneo la kati wakiongozwa na David Loronyokwe na wale wa kituo cha polisi cha Kikuyu wakifika vituo vidogo vilivyo chini ya kituo hicho cha Kikuyu kujaribu kufuata nyayo za maafisa Kenneth Kipkemboi Sang wa kituo cha polisi cha Nderi na Beth Kiplangat Collins wa kituo cha Thogoto. Katika kituo hiki cha Thogoto, maafisa hawa waliingia katika nyumba aliyokuwa anaishi Collins Beth na kukusanya vifaa kadhaa na rekodi zake. Baadaye walielekea kituo cha polisi cha Karinde alikohudumu mshukiwa mkuu Elijah Kimoi. Kituo cha polisi cha Karinde ndicho kituo ambacho constable wa polisi Elijah Kimoi alikuwa anahudumu. Kimoi ni mshukiwa mkuu katika kesi ya mauaji ya daktari Mutiso na ni afisa anayetuhumiwa kufyatua risasi iliyomuua daktari Mutiso. Walichotafuta maafisa hawa ni daftari la silaha katika vituo vya polisi vya Dagoreti, Nderi, Karinde na Thogoto. Silaha ya mauaji ambayo iko mikononi mwa wapelelezi inaaminika kutoka kwa Inspector Kenneth Kipkemboi Sang na ambayo DCI wanasema ilitumika na Elijah Kimoi kumuua daktari Mutiso. Inspector Kenneth Kipkemboi Sang sio jina geni kwa wakazi wa Thogoto, kwani alihudumu kwa chini ya miezi 6 katika kituo cha polisi cha Thogoto kabla ya kuhamishiwa kituo cha Nderi kama msimamizi. Kuhamishwa kwake mwezi Mei kulifuatia kifo tata cha mwanafunzi Gustavo Victor Karani kilichopelekea wakazi kuandamana na kuchochea wakuu wa usalama Kiambu kufanya mabadiliko katika kituo cha polisi cha Thogoto. Tuliandamana huku vibaya sana, wakapigwa transfer na kupelekwa polisi wote walipigwa transfer hapa wote, ndio hiyo akapelekwa Nderi. Sasa ndio hiyo nyingine tunajionea hiyo. Msako wa washukiwa hao wawili wa uhalifu waliovalia sare za polisi ukiendelea, maafisa wa DCI wamepiga hatua zaidi na kupata gari jingine aina ya Toyota Prado katika kaunti ya Kisii. Gari hili ni moja kati ya magari mawili ambayo maafisa wa DCI wanasema yalitumika kuzuia gari la teksi alilotumia daktari Mutiso kuelekea kazini. Taarifa zaidi kutoka kwa wapelelezi zimefichua kwa maafisa hao watatu walikuwa wameahidiwa shilingi milioni 1.5 kutekeleza mauaji ya daktari Mutiso. Kila mmoja alitarajiwa kuchukua nusu milioni baada ya kazi hiyo. Pesa hizi ni pamoja na kiasi ambacho walikuwa wamelipwa tayari kabla ya mauaji ambayo yalikuwa yamepangwa na kuhusisha watu kadhaa akiwemo mshukiwa ambaye alikuwa anamfuata kila wakati na kwa karibu daktari Mutiso. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.